ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani, sura Az-Zukhruf, aya ya 65. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, yakatofautiana makundi kati yao. Fawailul lilladhina dhalamu, basi adhabu kali ni ya wale ambao wamekufuru. Min adhabi yawmin alim, kutokana na adhabu ya siku yenye kutia uchungu. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fi Isa, yakatofautiana makundi kati yao katika Isa, kumuhusu Isa, kwamba hawa waseme ni sawa, hawa waseme si sawa, hawa waseme Isa ni mtoto wa Mungu, hawa waseme ni Mungu mwenyewe hawa. Kwa hiyo makundi yakatofautiana katika habari ya Isa, ahuwa Allahu au ibnullahi au thalithu thalatha, yeye ni Mungu au ni mtoto wa Mungu au ni watatu miongoni mwa waungu watatu. Kwa hiyo ikawa ikhtilafu iko hapo. Wako wasemao Yesu ni Mungu, wako wasemao Yesu ni mtoto wa Mungu, na wako wanasema Yesu ni watatu miongoni mwa miungu watatu. Wenyewe wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu pia naye ni Mungu. Sasa hiyo ni ikhtilafu inayozungumzwa. Fawailun, adhabu kali, lilladhina dhalamu kafaru bima qaluhu fi Isa, adhabu kali ni ya wale ambao wamekufuru kwa yale waliyosema kumuhusu Isa, kwa sababu waliosema Yesu ni Mungu wamekufuru, waliosema Yesu ni mtoto wa Mungu wamekufuru, waliosema Isa yani Yesu wenyewe wanavyomuita kwamba ni watatu miongoni mwa maungu watatu pia wamekufuru. Fawailul lilladhina dhalamu min adhabi yawmin alim, kutokana na adhabu ya siku yenye kutia uchungu. Hal yanzuruna illa saa, hawasubiri ila kiyama. Hao waliopishana kauli hizo wakawa ndio wamekufuru, na wasiokuwa hao katika wakosefu. Hal yanzuruna, hawangojei illa saa, isipokuwa kiyama. Antaatiyahum baghata, kuwajia wao ghafla. Antaatiyahum baghata, kuwajia wao ghafla. Wahum la yashurun, na wao hawajui. Kama vile tunavyofahamu kwamba kiyama hatufahamu kinakuja lini. Hamna mtu anayejua kabisa kwamba muda wake ni siku fulani, saa fulani, hakuna. Lakini tunafahamu tu kwamba kiyama kipo, lakini kipo lini hatujui. Kwa hiyo watu wanapokuwa wameingia katika mambo yao ya kidunia, wakacheza wakajisahau, basi moja kwa moja kitakachowajia ni kiyama. Kwa maana hiyo hakuna jambo litakalokuja likawafaa wao, hakuna jambo linalotarajiwa kuwatokea, kwa sababu hii ni kama kusema tamaa ya imani kwa wao ndio haipo. Kwa hiyo wale wanangoja kiyama tu, angoja kiyama tu kiwakute basi, sawa. Wahum la yashuruna, na wao hawajui biwakti majiiha, sawa. Hawajui wakati wa kuja kwake, kablahu, kabla yake. Wakati kimewajia kile kiyama hawakuwa wanajua kwamba kitakuja kesho. Ndio maana likaletwa tamko la baghta, kitu ambacho unajua kitakuwa siku fulani, basi hawezi kuwa ni ghafla, hawezi kuwa ni surprise. Lakini kwa kuwa hawajui ni siku gani kinakuja, kile kikitokea kwao inakuwa ni surprise, inakuwa ni ghafla. Ndio sasa ni leo, kwani ndio kiyama itakuwa vipi, mbona sawa. Kama unavyoona yakitokea mambo humu, labda Maguruguru ikatokea mambo, labda jua limepatwa ama mwezi umepatwa,
watu wanakimbia msikitini, watu wanakimbia wapi, wakisema kwamba au ndio kiama nini. Au kuna mwalimu mmoja alipelekwa sehemu kwenda kufundisha, mwalimu katika matawi haya yetu. Basi sijui mwalimu alipatwa na jambo gani. Siku hiyo mwezi umepatwa usiku wa mapema, saa 2 hivi watu washaswali Isha, mwezi umepatwa. Sasa mwalimu badala awaite aidha wanafunzi au kama ni watu wazima, kama ni kutangaza labda kwa kutumia speaker au kwa lugha yoyote, jamani leo mwezi umepatwa, kwa hiyo kuna njoni tuswalini sunna ya kupatwa mwezi. Kuna utaratibu huu katika sheria tumewekewa, mwezi ukipatwa ama jua likipatwa tunaswali, na ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kisomi lazima uende hapo. Kisomi Mtume sallallahu wasema inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Mwenyezi Mungu, za uwepo wake na uwezo na ukubwa wake. Na kweli ni alama, sababu jua moja hilo ambalo laweza likachoma hapa, likachoma Tanga mjini, likachoma kila sehemu. Huko shamba kuna watu wamelima huko, wamesheka msitu, wategemea jua hili na linaunguza. Ukifika msimu wa kuungua, wa kuchoma, mtu anachoma tu tayari kuni zishaungua vizuri. Na huku nako watu wanakwenda kuvua madagaa, wanakuja wanachoma na jua hilo. Saa 3 mpaka saa 5 watiliwa kwenye gunia, wamejaa. Tena mtu afanya kuulindilia hivi kama kaubandika kwenye sufuria ya jiko. Umeona? Jua hilo la choma huko kwenye mabwawa ya chumvi huko mpaka ikapatikana chumvi iliyotimia. Jua hilo wengine wameanika nguo, wamefua, wameanika nguo. Sasa ni jua moja hilo, lakini tusemi jana jua limetumika sana ndio maana leo hata halina nguvu. Maana jana pale kuna watu karibu 10 walifua, wote wakaanika nguo zao. Huko chini nako uono jana umekamatwa watu karibu 100 zimeanikwa hapo. Sasa ndio maana leo jua kwa tunapata kwamba jua ni katika alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi kadhalika unaangaza kote, sawa Hakuna ile kwamba mwezi umekatika kama umeme ukienda ukiomba umeme leo wapewa, ukienda umeme ukiomba wapewa. Lakini kule katika umeme ni dalili ya kwamba huduma zimezidiwa. Hiyo ndio dalili. Ni kama unavyoona mitandao mitandao wa Tigo una watu chungu zima. Sasa ukienda ukinunua line leo wauziwa, na wao wenyewe pia wanatembea mtaani wanazitembeza. Lakini kufanya hivyo wakuta network saa nyingine simu iko na mtandao inaonyesha wapigiwa upatikani, au simu umeizima, mtu akikupigia yaita, kesho mwagombana. Sasa hivi simu ni kitu cha kugombanisha watu. Simu sasa hivi katika vitu ambavyo kama mtu sio mtumiaji mzuri wa simu, mnagombana kila siku. Kwa sababu unaweza kuikuta simu imezimika, badala ya kusema mtumiaji hapatikani, inaita kabisa kwa mlio ti. Ngoja ugomvi utajua mwenyewe baadaye. Mimi nakupigia bwana masaa yote upokei. Nini? Niliyopiga umejibiwaje? Simeita. Wapi? Hiyo yote ni dalili ya kwamba wamezidiwa. Sasa Mwenyezi Mungu hana kuzidiwa. Sasa jua na mwezi ni alama mbili katika alama zake. Havipatwi kwa kufa yoyote wala kwa kuwa hai yoyote. Fa idha raaitum dhalika, mkiona hilo kwamba mwezi umepatwa au jua limepatwa, fafzau ila salati, maana yake harakieni kwenye swala, nendeni mbio kwenye swala. Sasa mwalimu yule ikawa yeye hakutumia njia hiyo maskini, akaenda akaanza kuchukua siku, jamani mwezi umeshikwa, jamani kiama hicho. Basi ile jambo lilifanyika hivyo lilivyofanyika, lakini kiukweli ikawa imempunguzia kidogo katika tunaita CV zake, kwamba mwalimu unakuaje unakurupuka kwa mambo kama haya, unapiga makelele na nini, kwani ndani ya sheria, ndani ya vitabu vyetu hakuna mwongozo? Au ndio mwezi ukikamatwa tu ndio kiama? Kwa hiyo mbona maneno ya watu wa mtaani sasa itakuwa na wewe kama mwalimu umeyatumia? Kwa hiyo tuende umakini ukienda sehemu kule, kama umekabidhiwa tawi au kijiji cha watu, wana kijiji wote wanakutegemea wewe. Kwa hiyo ukitamka jambo ujue kwamba wale wana kijiji wanatambua kwamba limetamkwa na mwalimu. Kumbe mwezi ukishikwa kiama.
Kwa hata siku ukiondoka anaweza akapatikana jamani kiama, lakini kile kiama cha mwaka jana sio mchezo, kilikuwa kikubwa. Kwa sababu si kama mwaka jana mwezi umekamatwa na wewe mwalimu ushatangaza kukamatwa mwezi ni kiama. Kwa hiyo watu wana viama vyao viwili vitatu. Kiama kile cha siku ile ilikuwa mwalimu fulani wakumbuka sasa utasababisha viama viwe 100 na 10. Kwa hiyo uwe makini bana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wao wanasubiria kiama kiwajie ghafla, hali ya kuwa hawatambui kabla ya hapo kwamba kitakuja lini. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Maadui marafiki wapenzi. Al-akhilla khalili, mwanadani, sawa yule mtu ambaye humfichi lako hakufichi lake, lako, huyo ndo rafiki anaitwa khalil. Sasa hawa wanaambiwa yaumaidhin, siku hiyo ya kiyama, ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, baadhi yao kwa baadhi nyingine ni maadui, illa almuttaqina, isipokuwa wacha Mungu. Waliokuwa ni wapenzi kiasi hicho, lakini ni wacha Mungu, kwa maana wanaswali pamoja, kwa maana wanakwenda sijui wapi pamoja, kwa maana wanashauriana kutoa sadaka pamoja, kwa maana wanawasaidia maskini pamoja. Hawa marafiki hawa wamevuliwa kwamba siku ya kiyama hawatakuwa maadui. Lakini wale ambao ni marafiki tu kwa urafiki wa kidunia, kama ni wanaume ni marafiki kufikia hatua mpaka kuitiana wasichana, sawa au mwingine ana mahala atakakupaingia pamekuwa pagumu, sasa huyo mwenzake kwa sababu ya rafiki yake anajua namna gani ya njia ya kufanya paka pale mahala pakawa pepesi, sawa wakasaidiana mpaka likatimia jambo la mmoja wao, kisha ikawa na mwingine ana lake kama hilo na mwingine akawa anafanya mpaka liwezekane. Urafiki wa namna hii ndio urafiki ambao Allah Subhanahu. Kuna watu Mwenyezi Mungu awahifadhi, wako watu ni wadogo mpaka sasa ni watu wazima, ni marafiki pete na kidole, lakini kwa sababu ya mambo ya kiovyo. Na kinyume chake wako watu ni marafiki tokea udogo wao mpaka leo, lakini kwa sababu ya mambo ya kheri. Sasa jitazame mwenyewe tu, wewe na rafiki yako, urafiki wenu misingi yake ni ipi? Kama misingi yake mibovu, achana naye mara moja, tubu. Na kama rafiki yako huyu ni kwa sababu ya mambo ya kheri, basi hebu jitahidi kuhudumisha urafiki huo. Kwa nikiona baadhi ya marafiki ambao ndio hivyo, wengine washatangulia mbele za haki, marafiki lakini unawakuta msikitini pamoja, asubuhi wanaenda zao kunyaa pamoja, wakirudi kama wamepata unasikia stori zao, japo ukai nao unasikia stori zao, unajua leo wamekosa. Wakipata unajua leo wamepata. Wakitaniana unaona wanataniana hao, mpaka hivyo wengine wameenda mbele ya haki, wengine bado tuko nao. Sasa ni urafiki ambao sidhani kama mtu anaweza akafikia mahali akaenda akajuta baadaye kwamba mimi najuta kuwa fulani ndo alikuwa rafiki yangu. Sasa na wengine nao na urafiki wao pengine sijakaa karibu nao, sijawafumania nikajua urafiki wao ni wa vipi, lakini tuwe makini katika urafiki, kwamba kama urafiki wetu hauna misingi mizuri, umeona, na aghlabu urafiki utakao kuwa uzuri ni ule ambao mara nyingi mnakutana kuanzia msikitini, basi itokee bahati mbaya tu, lakini aghlabu urafiki huu unaweza ukawa ni wa misingi iliyokuwa mizuri. Siku ya kiyama watakuwa ni maadui, tena kila mmoja anamsingizia mwenzake, huyu ndio kanipoteza. Mwingine anasema mimi sikupoteza, wewe mwenyewe toke hapo ulikuwa mpotofu, ungekuwa mwema wewe usingefuatana na mimi. Anaenda anamwambia live kabisa, wewe ungekuwa mtu mwema usingefuatana na mimi, wewe mwenyewe ulikuwa muovu tokea hapo. Al-akhilla, marafiki wana ndani, ala almaasiya fi dunya, ambao rafiki wao ni wa maasi hapa duniani, yaumaidhin, siku hiyo yaumal qiyama, mutaalliqun biqawlihi ba'dhuhum li ba'dhin aduwwu, baadhi yao kwa baadhi nyingine
ni maadui. Illa almuttaqina, isipokuwa wacha Mungu. Almutahabina fillah, waliokuwa wanapendana kwa ajili ya Allah. Ala taatihi, juu ya taa yake. Fa innahum, hakika wao. Asdiqau, ni marafiki. Wa yuqalu lahum, na wataambiwa ya ibadi la khawfun alaykum, enyi waja wangu, hapana hofu juu yenu. Al-yawma, hivi leo. Wala antum tahzanuna, wala hamtahuzunika. Marafiki ambao ni wacha Mungu, siku ya kiyama wao hawatahuzunika, hawatagombana wenyewe kwa wenyewe, wala hawatahuzunika. Na kwa nini wasihuzunike? Kwa nini wasiwe na hofu wakati siku ile ni ngumu? Ndio, hawatakuwa na hofu kwa sababu wamebashiriwa hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati, sawa, yawma la dhilla illa dhilluhu. Siku ya kiyama kuna watu sampuli 7 Mwenyezi Mungu atawafunika kivuli katika kivuli chake maalum, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli hicho tu. Viumbe vyote kama viko havina kivuli. Sasa na yeye mwenyewe mtu pia aliyesimama hawezi kuwa na kivuli chake wala kivuli cha mwenzake, kwamba sasa mimi basi ngoja nisimame hapa aliposimama fulani hapa kwa sababu pana kivuli. Na kitakuwaje kivuli? Kuna kivuli, sawa. Lakini wako watu ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia kivuli, nao ni sampuli 7. Katika hao rajulani tahabbani fillah, watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah. Hao mapenzi yao ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Sasa wewe tengeneza urafiki wako na mwenzako, lakini uangalie unautengeneza kwa misingi gani. Kuna watu ni marafiki lakini kwa sababu tu hii na hii na hii. Al-amru alayka inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, biayatina, aya zetu, wakanu muslimina, na wakawa waislamu wa kweli. Alladhina amanu na'tu liibadi, ni nati ya hao waja wanaoitwa na Mwenyezi Mungu ya ibadi, ni sifa hiyo. Waja gani hao? Alladhina amanu biayatina alquran, walioamini aya zetu, yani Qurani. Wakanu muslimina, wakawa ni wenye kufuata, ni waislamu. Wataambiwa udkhulul jannata antum wa azwajukum, ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Tuhbarun, mtafurahishwa humo. Tusaruna wa tukramuna, mtafurahishwa na mtakirimiwa humo ndani ya pepo. Udkhulul jannata antum mubtada'un wa azwajukum, nyinyi pamoja na wake zenu. Zaujatukum tuhbaruna, sawa, ndio khabarul mubtada. Nyinyi na wake zenu mna nini? Mtafurahishwa humo, ndio mtapewa matunda, ndio mtapewa neema, ndio mtapewa kila kitu kizuri. Ndio namna ya kufurahishwa humo. Wayutafu alaihim bisihafin min dhahabin, na watazungukiwa humo na sahani. Tuweza kufasiri vyano. Vyano ni jamu, ni wingi wa neno chano, na chano ni sahani kubwa ambayo sahani hiyo inaweza kubeba sahani ndogo ndogo nyingi. Mfano hai ni hii Ramadhani. Kuna baadhi ya nyumba zinaliwa vyakula 3 au 4, lakini hata hiyo inayoliwa vyakula 2, inawezekana ikawa kuna sahani ya muogo, kuna sahani ya maharage, alafu kuna sahani ya samaki. Samaki kipindi hiki cha Ramadhani wakipatikana, kwa sababu ndo wanaliwa mlo huo wa saa 12, basi huwa wanaliwa kwa wingi. Hawapakuliwi kwenye kile kisahani cha chai kama wakati wa kula na mchana. Wakati huo wa Ramadhani sahani inayotiliwa samaki ni sahani ile ya ugali. Kwa hiyo utakuta kwamba ile sinia ile ambayo imekusanya sahani ya muogo, itakusanya sahani ya maharage, itakusanya sahani ya samaki na vitu vingine. Sasa hivi jua ni kali, lakini kama ni kipindi cha mvua, kuna mabiringanya yale mazuri sana kwa muogo, nayo yamechomwa, yamewekwa pembeni pale.
Au wengine wanatumia muogo ukikaribia kuiva wanaweka hapa juu ya muogo hapa, yanakuwa hayaivi sana mpaka yakatebwereka, yanaweka hapa juu. Ukiweka kwamba wabandika muogo tu na maharage umeatia, utakula mseto au utakula muogo wa rangi. Maana utakuta ile biringanya limekatika ile ngozi yake tu imekaa kwenye muogo hapa. Haya mambo ya mapishi pia yanataka utaalamu wake, na walilahi alhamdu kija tutakuelewesha vizuri namna gani ya kupika mabiringanya pamoja na muogo, ili usije ukayakuta yameharibika. Naam. Kwa sasa yale mabiringanya kama yamepikwa yakatolewa vizuri vile hadi mazima nayo yana sahani yake. Na maharage mabiringanya usidanganyike, mabiringanya yakipikwa vizuri kwenye muogo ni matamu kuliko ngogwe. Kuna watu wanakula na ngogwe hizo, wanachoma au wana nini, lakini mabiringanya ndio mwenyewe muogo, hata ukikosa samaki Sasa watazungukiwa, kwa sababu kuna vitu vingi vya namna kama hiyo, kwa hiyo watazungukiwa na chano na sinia makubwa hayo min dhahabi, tena ya dhahabu, wa akwabin na bilauri, wa fiha, na humo ndani ya pepo humo, ma tashtahihi al-anfus, kuna kila ambacho nafsi zinatamani, wataltadhu al-ayunu, na yanapata ladha macho, wa antum fiha khaliduna, na nyinyi humo ni wenye kukaa milele, ni wenye kudumu. Wayutafu alaihim bisihafin bikhisa'in min dhahabi, ni hivyo vyano vya dhahabu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu wasile kwenye vyombo vya dhahabu wala fedha. Kwa sababu gani? Lahum fi dunya wala na fil akhirah, ni vya wao makafiri katika dunia na ni vya kwetu sisi waumini peponi akhira. Tutakwenda kutumia vitu vya dhahabu huko, kwa hiyo usiwe na haraka. Wa akwabi jamu kubi, wa huwa ina'u la urata la, ni chombo kisichokuwa na mkono. Ndio kama unavyoona mfano wa glasi vile, asema yashrab ash-sharibu min haythu shaa, lengo la kwamba kule peponi watapewa glasi, yani bilauri ambazo zina maana mfumo wake ni kama glasi, ni tofauti na jagi unavyoona ama kikombe. Lengo ni nini? Ili anywe mnywaji kwa popote atakapo. Leo hii angalia, ukipewa kikombe na ukipewa glasi, ukipewa kikombe lazima unywe na hapa, sababu kama wewe ni Muislamu ukikishika kwa mkononi pale, lazima utakunywa kwa upande huu ambao ndio umeelekea mkono, na mwenzako naye atashika pale. Ndio paka unajiuliza saa nyingine, hapa watu wanakunywa kila mmoja yukoje? Lakini huna namna. Kama ni kikombe pale ukishika utashika pale, lakini angalia kama ni glasi pale unapokunywa, unasema mwenzangu anaweza kuwa kanywa na huku, unajipa moyo pia. Kwa hiyo glasi uzuri wake ni kwamba upati tabu ya kugeuza. Hebu angalia kwa mfano kikombe, ule upande wenye mkono ndio umeshika, utaka kunywa hivi, si utakuwa ule mkono wa kuziba hapa, wa kusumbua, sawa? Au uwanywa lakini ule mkono umeelekea kule, unasema sasa sijui kitakuwaje kikombe hiki, hata mtu akikuona hakuna show nzuri. Lakini glasi ukikamata tu unaenda nayo. Hii ni kwamba peponi sio sehemu ya dhiki, ni sehemu ya raha. Kwa hiyo watakuwa humo wanazungukiwa na vyombo kama hivyo, lakini pia watakuwa na glasi, bilauri hizo. Wafiha ma tashtahihi al-anfusu taladhudha, na kuna ambavyo humo ndani ya pepo zinatamani nafsi vitu hivyo kwa ajili ya kupata ladha. Kwa hiyo ukisikia hamu au ladha, una haja ya kitu fulani, utakipata chochote. Lakini wataltadhul ayun, na vile ambavyo macho yanapata ladha nadharan, kwa kuona pia. Si mtu unapenda kuona mandhari mazuri, basi peponi utaletewa kila mandhari mazuri unayojisikia kuyaona. Wa antum fiha khaliduna, na nyinyi humo ni wenye kukaa milele. Wa tilka aljannatu allati, na hiyo ndio pepo ambayo urithumuha bima kuntum ta'maluna, mmepewa, maana mmerisishwayo nyinyi kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Lakum fiha fawakihu kathira,
mna nyinyi humo matunda mengi. Lakum, mna nyinyi fiha, katika hiyo pepo, fawakihu kathira, fawakihatun kathira, matunda mengi. Lakum fiha fawakihatun kathira, mna nyinyi humo matunda mengi. Minha taakulun, katikayo mtakula. Sio kwamba eti mtakula yote. Hata hapa duniani kuna wengine hawali maembe. Hata hapa duniani kuna wengine hawali matomokwa. Umeona hata hapa, alafu katika vijitunda ambavyo havina, yani ukikaa uweze kuvitaja mbele za watu, haviji akilini, lakini ni vitunda vitamu kweli kweli, yale matomokwa. Si ndio? Yani matunda ambayo mtu akitaja tunda anataja embe, anataja papai, anataja labda apple, anataja na vitu vingine, lakini nanasi, anataja fenesi, anataja ndizi. Ndizi kuna wakati inageuka inakuwa tunda, kuna wakati inageuka inakuwa chakula. Wewe mwenyewe ukilegea inageuka kuwa tunda. Ukiwa umeiwaiwai inakuwa chakula. Sawa? Sasa katika haya matunda mengi ambayo utakuwa umewekewa peponi, lakini akasema wa minha taakulun, kwa kuona kwamba pengine kuna tunda ambalo utakuwa ulipendi, lakini liko pale, wewe unachagua. Maana mimi nataka kula chungwa, utakula chungwa. Nataka kula fenesi, utakula fenesi. Nakula nanasi, na utakula nanasi. Na mafenesi ya kule yalini na mafuta ya nazi, upate tabu uanze kutia mafuta ya nazi mikononi, sijui fanyeje. Kule nanasi ukilikata, na wala ukati wewe, wildanu mukhalladun. Wewe kaza kusema nataka nanasi tu, ninakuja sasa ile nanasi laitwaje, fenesi. Likija fenesi bana halina. Na tunda jingine kama nanasi ni tamu, lakini kimenywa vibaya lina vile vichone vyake vile, lina karaha. Sasa huko vile havipo. Ndio maana unakuta kwamba wa utubihi mutashabiha, matunda ya kule yataletwa yakifanana. Unaweza kuliona kama tunda hili linafanana na tunda hili, lakini ukipasua, ukikata, ukianza kula unaona ala, kumbe hili sawa. Wa utubihi mutashabiha. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Hili si tushakula hili au hili sio? Mwambie taratibu bwana, hebu onja kidogo. Hili jingine bwana. Hili. Kwa hiyo kuna matunda humo mengi. Minha ay baadha, katika baadhi yake taakuluna, mtakuwa mnakula. Wa kullu ma yukalu yakhluqu badalahu, kila ambalo linaliwa inakuja badali yake. Yani kwa mfano kama mwembe huko pale, ukichuma tunda, hakuna siku kwamba ule mwembe wako pale peponi ulikuwa na machungwa 5, lakini kwa sababu unakula machungwa zaidi kuliko maembe, chungwa limebaki moja tu, maembe bado yako. Ukichomoa chungwa moja linarudi chungwa moja pale. Kwa hiyo wewe michungwa yako kama ina machungwa 1000, ni machungwa 1000 siku zote. Kama mpapai una mapapai 100, ni mapapai 100 siku zote. Ukichuma moja yamebaki 100 vile vile. Ukichuma mmoja. Innal mujrimina, hao ni watu wa khairi yao, tayari tushazungumza. Innal mujrimina, upande mwingine ni wale wenye makosa, wale fi adhabi jahannam khaliduna, katika adhabu ya jahannam ni wenye kudumu. Innal mujrimina, hakika wenye makosa, fi adhabi jahannam, katika adhabu ya jahannam, khaliduna, ni wenye kudumu. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, hawatopunguziwa. La yufattaru anhum, hawapunguziwi adhabu. Wa hum fihi mublisun, na wao humo ni wenye kunyamaza. Maana yake ni wenye kukata tamaa kabisa. Au sasa hatutoki tena. Na kwa nini sasa kukata tamaa iwepelekee kunyamaza? Kwa sababu kuna sehemu nyingine naambiwa sawaun alaikum. Sawa. Isbiru au la tasbiru sawaun alaikum, vumilieni au msivumilie ni sawa sawa tu. Hasa ukishaambiwa hivyo tena wapiga kelele za nini? Kwa unakuta kwamba wakati mwingine watapiga makelele na wakati mwingine watanyamaza, na wakinyamaza kwa sababu walishakatishwa tamaa kwamba hata mkipiga kelele hamtoki, hata mkinyamaza hamtoki.
innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun la yufattaru la yukhaffafu anhum, hawatopunguziwa. Wahum fihi mubilisuna sakituna sukuta yasi, ni wenye kutulia umo, kutulia kwa kukata tamaa. Si kwamba wametulia hawaumii, si kwamba wametulia hawapati maumivu, bali ni kwa sababu hata wakisema wazungumze wapi itawafaa nini? Hata wakisema wapige kelele kuomba msaada haitowafaa kitu. Sukuta ya asmi rahmatillah, sawa kwamba kuna ile ya wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka addalu ala talabihi limufaraj bilmaut. Sikuna wakati wanamwambia Maliki, mwambie Mola wako atuhukumu tufe, yani huo ndani ya pepo pia wape, ndani ya moto eti wape. Sasa ndio wanaambiwa kwamba moto, tushaambiwa inna jahannama kanat mirsada, alafu litaghina maaba. Jahannamu ni malindilizo, ni kitu kinasubiria wakorofi. Alafu wale wapotofu wale na wenye kupituka mipaka ndio marejeo yao. Alafu unasema asema labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba. Kwa hiyo ukisema watu wa motoni watakuwa wamenyamaza, na huku waleta mshahidi kwamba mbona Mwenyezi Mungu kasema wanadau ayya Malik liyaqdi alaina rabbuka, Mola wako bwana na tuhukumu sisi tufe, sawa? Sasa itakuwaje? Anaambiwa tilka azminatum mutatawila wa ahkamun mumtadda. Huko motoni kuna zama ndefu, motoni kuna zama ndefu, lakini pia vile vile kuna hiyo ahkam, ni miaka na miaka yenye kutofautiana. Kwa fatahtalifu bihimul ahwalu, hali zitatofautiana. Kuna wakati watanyamaza kwa sababu ya kule kuwa wamekata tamaa, alafu kuna wakati watapiga kelele kwa sababu angalau ya kujipa moyo. Kwa hiyo hakuna jambo la kupingana hapo, ni muda mwingi wako mle. Kwa hiyo utakuta mtu anakuwa, wewe mwenyewe angalia hata mnyama anapotolewa roho, si anatapatapa, alafu anatulia sema kashakufa, lakini ile roho ikitaka kutoka tena kumalizikia moja kwa utamwona atapatapa tena, ndio ile inakuwa. Kwa la kulli hali ni kwamba watakuwa katika hali ngumu, na zote ni hali ngumu. Wakinyamaza ni hali ngumu, na vile vile wakipiga kelele ni hali ngumu. Mwenyezi Mungu atunusuru tusiwe miongoni mwao, na ndugu zetu Mwenyezi Mungu awanusuru wakiwa Waislamu wa maeneo yote, na hata wasiokuwa Waislamu Mwenyezi Mungu awasilimishe, awape hidayah. Basi wale ambao mwenyewe katika kadari yake kashawakadiria hatuna namna, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu asituingize katika mahali pagumu pa namna hiyo. Wallahu wa rasuluhu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.